5 nasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. 36. Na alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. 37. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tuombe tu kwa ajili ya neno hili. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako Bwana. Neno hili Bwana lifunike kwa uvuli wako na damu yako Bwana. Wacha watoto wako wanalopokea Bwana, waje likawasaidia katika maisha, maana wewe ni Mungu tu Bwana. Utainuliwa, utaabudiwa, maana unatosha. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Haleluya. Tunaongelea kuhusu formula. Na formula inakuja mahali kwingine. Yesu Kristo anasemekana kwamba alikuwa anahubiri habari njema katika masinagogi. Masinagogi ni mahekalu. Haleluya. Alikuwa katika mahekalu katika sehemu mbalimbali. Na inasemekana kwamba katika sehemu mbalimbali hii alikuwa anahubiri habari njema ya Yesu Kristo. Alikuwa anahubiri habari ya Mungu, mambo mazuri ya Mungu, mema ya Bwana. Na katika hali hii hakuwa anatembea bure. Biblia inasema kwamba alikuwa anawaponya magonjwa, na inasemekana kwamba hakuna ugonjwa yote ambaye ilimweza Yesu Kristo. Haleluya. Lakini katika harakati hii wakiwa na wanafunzi wake, Yesu Kristo anafika mahali anaona kwamba kuna watu wamejaa, lakini design wamekaa haina formula yoyote ya kusema kwamba kuna kitu wanahitaji katika maisha, lakini wanakaa ni kana kwamba hawana nini? Mchungaji. Haleluya. Alafu Yesu aongeleshi. Anakuja anaongelesha wanafunzi wake, anawaambia, nyumba ya Bwana imejaa mavuno, lakini watendakazi ni wachache. Jina la Bwana lipewe sifa. Sielewi kuna mtu mmoja katika hao watu walikuwa wamekaa ni kama wana mchungaji, alielewa yale mambo Yesu alikuwa anaongelea kuhusu. Haleluya. Lakini Yesu kufika hapa ameona kazi aliyoifanya, amechoka. Hawezi endelea kuponya wagonjwa tena mpaka hata usiku. Haleluya. Unajua ukiwa katika kazi, imefika jioni na masaa kufunga kazi, alafu bado unaanza kuuliza. Unajua unauliza, si hata kuna online, si watu hizi forms si wachaze online. Haleluya. Kwa sababu imefika masaa, lakini watu wanakaa kana kwamba wamechanganyikiwa. Haleluya. Sasa Yesu anashangaa, watu wanakaa aje hivi? Na ndivyo katika maisha ya leo tuko hivyo. Tunakaa kana kwamba sisi ni wagonjwa na hatuyuko wagonjwa. Kuna watu walikuwa hapa wanakaa ni kama wagonjwa. Wengine wanakaa ni kama ndoa zao zimeharibika. Wengine wanakaa ni kama wajijui. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini watu wazima. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua Mungu akiona uko na mikono. Kuna Biblia inasema, ukisoma Proverbs inasema kwamba ukijaribu kulala kidogo au ukunje mikono, inasema hivyo, ama ukunje mikono, umaskini utafanya nini? Inakuja kama mwizi. Haleluya. Ili maandiko yananitia moyo sana. Haleluya. Hata mimi nafurahia kwa hiyo maandiko. Kumbe kulala kidogo na kukunja mikono pia ni matatizo. Haleluya. Kwa hivyo mavuno ya Bwana ni mengi, lakini ikiwa hatuna formula kuvuna kwa Bwana hatuwezi vuna. Haleluya. Unajua mimi ninaweza pongeza tu watu wawili ama mmoja pengine hapa, lakini watu wengine wote mimi siwezi kusema. Na pengine kama utajaribu mimi nitakupongeza tu, haina shida. Sina shida na hiyo. Ndugu kama brother Sylvester na sister anaitwa nani? Imagine anatoka all the way. Unajua tulijaribu kwenda huko na ndugu, tulienda huko kwa uchungaji, yuko nini, kwa ushirika. Ilikuwa mbali, si huko karibu. Na ndugu Sylvester pia all the way kutoka Karen. And you see Karen is very expensive. Unajua ukitoka Karen hata gari wanaweza kulipisha 100, itabidi tu ulipe. Haleluya. Lakini sisi wengine tunaishi hapa. Mimi hata nikivuka nafika kwangu. Haleluya. Lakini huwezi niona hapa. Jina la Bwana ni pesa. Na ndugu Pascal amesema
nilikuwa mzuri. Sasa sijui ni sawa tu, lakini nitarekebisha ndugu. Isipokuwa nilikuwa hapa watu wakukua. Isipokuwa ni umeniekelea tu kwa sababu ulikuja baadaye ukanikosa. Lakini ni sawa. Imeandikwa mbinguni nilikuja nikakosa mtu. Haleluya. Formula ya kufanikiwa katika maisha, formula ya ndoa, formula ya kupata Kristo. Haleluya. Ndio watu hawana. Watu wanakuja kwa Mungu kwa sababu wanangojea baadaye. Mungu hana baadaye. Watu hao wangemtafuta Mungu mwanzo. Yesu Kristo hakuwa na shida. Kuna watu wanasema wanakuja kwa Mungu. Watu wanakuja kanisani lakini hawana formula. Hauwezi kuja kanisani kama huna formula. Kwa sababu kwa Mungu kuna mema. Kwa Mungu kuna mazao. Kwa Mungu kuna amani. Haleluya. Yesu akauliza wanafunzi wake, mbona kwa Mungu kuna mambo mazuri? Kwa Mungu kuna mavuno mengi sana, lakini watenda kazi ni wachache. Lakini hata sijui kama alikuwa anauliza wakina Petro, si kama pia walikuwa wameokoka, lakini ninajua juu walikuwa wanatembea naye pia walikuwa na mema, si ndio? Kwa sababu Mungu hakuchagua watu ambao hawakuwa na mema. Haleluya. Lakini wale waliobaki nje wanasemekana kwamba hawafanyi chochote, hawachukumiki, hawasimami. Mungu anataka mtu ambaye atasimama na kazi yake, alafu anambariki. Haleluya. Mungu anataka mtu ambaye atachukumika na kazi yake. Hiyo ndio utenda kazi. Alafu ataona mema yake. Alafu atavuna kutoka kwake. Watu hawa wakakuwa wamesononeka katika mioyo yao. Wakakuwa wamekaa kama wagonjwa. Wengine wamechapwa wako na inzi hata kwa midomo. Wengine wao wako na njaa. Kama vile tulivyo saizi. Unajua waone. Hauwezi kuona kwamba ulikuwa kama wale. Haleluya. Kama Biblia inasema kwamba ukitembea Israeli mzima ni Yeremia, hautapata mwema hata mmoja. Ezekieli akaambiwa na Bwana kwamba nimeangalia miongoni mwenyu mtu wa kutuma kwa ajili ya kazi yangu, sijaona hata mmoja. Biblia inasema kwamba tukajaribu kutenda yaliyo mema. Hata kama tutatenda yote, lakini tukajaribu kutenda yaliyo mema. Tujikaze, tusihukumisha na kazi ya Mungu. Watu wanaona ni kama wanapoteza. Kwa Bwana hakuna kupoteza. Hauwezi panda miwa alafu ukavuna paipai. Kila apandacho mwanadamu ndicho atakachokuvuna. Haleluya. Kwa hiyo Biblia ikisema kwamba tutafute kutoka kwa Mungu, lazima uchukumike. Juzi mchungaji akaniambia kanisa hata liko karibu kufunga. Nikashangaa. Kanisa tunafunga. Mchungaji akaniambia, nimejaribu kuangalia hata nini wale jamaa wananipigia simu. Na kweli hakuna. Haleluya. Lakini nikajaribu kuhesabu tuko watu karibu 10 na ngapi? Ama ni hesabu watu gani? Niseme kama ni hesabu ama ni hesabu watu wengine. Kama hata wewe unataka uhesabie useme. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu tunataka kuvuna kutoka kwa Bwana. Ama Biblia inasema kwamba Yesu akasema kwamba mavuno katika nyumba ya Bwana ni mengi, watenda kazi ndio wachache. Sisi mbona tuko wengi na hakuna? Mavuno yanakuwa machache na mpaka. Nikajaribu kuhesabu watu. Nikajaribu hata wachungaji, nikakuta wachungaji nikakuta 5. Nikakuta niko hapa, nikakuta mzee ako hapa. Nikahesabu nikakuta hata already zishafika. Sasa nikashindwa. Hata hizo 10 pia hakuna. Mchungaji aliniambia hakuna. Ziko 7,000. Sasa nikashindwa sasa hapa nani alitoa? Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa inamaanisha hata dikoni hakutoa. Inamaanisha hata mchungaji mwingine hakutoa. Haleluya. Na tunataka kuvuna kutoka kwa Bwana. Hatuwezi. Kazi ya Bwana lazima ujukumike. Lazima ujilete hapa. Lazima ufanye kazi. Sasa huwezi kuwa tu wewe ni mwendaji kanisa. Jaji Koas, ama ni wanasema mimi kizungu nilipita kidogo lakini huwa najaribu tu. Lakini ninajua kwamba huwa tuna communicate. Haleluya. Jaji Koas, wale waendaji kanisani, hata sadaka huwezi toa. Hata uimbaji huwezi. Hata ukisema turuka huwezi ruka. Hata ukisema tuendeni nje pia anakuwa ni silo kama mimi. Anakuja ni kama mpaka unamuuliza ndugu fulani, kuja bwana, tunaenda huko. Anakuambia okay ni huko. Tena anachange posi. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu akashangaa, hao watu wanakaaje ni kama wagonjwa. Wengine wao wanakaa ni kama wako na shida mingi, lakini ni watu wazima, wako na afya kabisa, lakini hawafanyi chochote. Hata kumfuata Kristo wamfuati. Wameenda kongojea Yesu Kristo, walisikia Yesu anapita kwa hiyo barabara. Waenda wakakaa hapo. Wengine hata si wagonjwa, lakini wamekaa hivi. Sasa Yesu akashangaa, huyu jamaa si.
Kwa sababu Yesu ananijua hata kwa majina. Jina la Bwana lipewe sifa. Ama hamjui hivyo? Mungu anasema anakujua tangia uzaliwe, yani tangia uumbwe katika tumbo la mama yako. Mungu alikujua. Anajua wewe ni muongo. Na Yesu Kristo alikuweko katika misingi ya mwanzo. Haleluya. Kwa hivyo hata ukiweka mguu hivi, anajua huyu si kiwete huyu. Huyu ni mtu mzima. Watu wale wako wamekaa, wengine wamekaa miguu hivi, wengine wamefunga jicho moja anajifanya ni kibofu, wengine wamekaa ni kama sijui nini, wengine wamekaa ni kama wameweka nyanyata wanasema. Kwa nini? Yesu akasema hakuwezi kuwa hivyo. Yesu hata amekazika anasema hapana, nyumba ya Bwana iko na mavuno mengi, nyinyi mnakaaje hivi? Haleluya. Hamwezi kaa hivyo katika Bwana. Alafu muexpect kwamba mnabarikiwa. Haiwezekani. Jina la Bwana lipewe sifa. Mbinguni wataingia watu asili, watu ambao ni viwete wa ukweli. Haleluya. Ukiwa kiwete wa ukweli, Mungu anajua wewe ni kiwete wa ukweli, utaingia mbinguni. Lakini ikiwa unajifanya wewe ni kiwete, huwezi ingia. Haleluya. Mungu anajua. Kwa hivyo wewe jifanye kwa wanadamu. Walikuwa nafikiria pengine Yesu ni wanadamu, mwanadamu wa kawaida. Wakajifanya ni viwete, wengine wamekaa hivi, wengine kwa midomo lakini wataki atakufanya hivi. Haleluya. Yesu akasema hapana, hao watu wanakaa aje hivi? Kwa sababu wanafunzi wake walikuwa hapo nyuma. Hata wao pia wamezikuwa na shida. Yesu anifanyiaje hao watu? Pengine wanataka chakula. Kwa Mungu kuna mema. Ijapokuwa watu asili ndio watakapata mema kutoka kwa Mungu. Watu wa kujifanya kwamba ni viwete hawezi pata mema. Watu wa kujifanya kwamba ni wahubiri hawezi pata mema. Haleluya. Kwa Bwana lazima usimame kwa ukweli. Kama hauna, Mungu anajua hauna. Na kama unacho, Mungu anajua unacho. Unapojukumika katika Bwana, Mungu anakutendea tu. Haleluya. Lakini kitu usikudanganye kwamba ninaenda kanisa lile linionee huruma. Mungu hana haja na huruma. Mungu ana haja mtu ambaye anajukumika katika kazi yake. Mungu ana haja na mtu anasimama na kazi yake. Wewe hata ukilala njaa njoo hapa. Hauwezi kuja hapa siku mbili kama utalala njaa. Hauwezi. Fanya ndio kazi ya Bwana. Hata saidia hata mtu. Hata usipofanya hapa basi. Saidia hata kwa plot huko. Kuna watu tu wanakuhitaji tu hata huko. Saidia hata huko. Haleluya. Na Mungu anakubariki. Si lazima uletee mchungaji sadaka kwa sababu anasema mchungaji anakula sadaka. Hawezi, hata angekuwa na kitambi, hawezi kula kitu. Kama mzee kanisa ndio ako na kitambi na mchungaji hana kitambi. Sasa nani anakula sadaka? Jina la Bwana lipewe sifa. Ikifika wakati wanakula sadaka utaona mwenyewe na macho. Si au utaambiwa. Haleluya. Kuna mambo huwezi ambiwa. Kuna mambo unaona na macho. Unasema mchungaji siku hizi ni kama ile tunatoa ndio anakula. Lakini hautoi na bado unalalamika. Wakati itafika wakati unatoa, sijui utasemaje. Wamekuua. Jina la Bwana lipewe sifa. Inafaa tukue watu tutafika kiwango hata mchungaji yeye anauliza tu nyinyi mnaendeleaje. Mchungaji anakuambia mimi leo sitakuwa ibada. Nimeenda Nakuru. Nimeenda semina Tanzania. Sisi tumeenda nini? Na kazi ya Bwana inaendelea. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini ati mchungaji asipokuja hata waimbaji waimbi. Mchungaji asipokuja hata stima haitawaka. Asipokuja hata hizi vyombo wengine hawatabeba. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu tumezoea kusukumwa. Kazi ya Mungu si ya kusukumwa. Kazi ya Mungu ni kuitenda tu. Alafu Mungu unapata mema. Barikieni sana.